Kwanza tuna shida moja ya makuzi chanya ya kimpira ambayo kumwandaa mtoto kuwa professional. Hii ndio inayotusumbua kwa nchi nzima. Kwa sababu unapokuwa na kijana mdogo ukamwandaa vizuri kwa ajili ya kuwa professional, na imani anapofika umri mkubwa wa kushindana na kutimiza ile lengo la kuwa professional, basi behavior zake zote zinakuwa ziko kwenye mstari. Lakini makuzi tulionao kwa sasa ni makuzi magumu kwa vijana. Wakiondoka kwenye shule za mpira, wakirudi nyumbani wanapata makuzi mengine. Kwa unakuta ukikusanya kwa kijana anakuwa na miemko, anapokuwa uwanjani anashindwa kutimiza majukumu yake, badala yake kwa kuwa anajihusisha na vitu tofauti. Ndio maana tunakosa wachezaji ambao wana focus na vipaji vyao. Kwanza nafikiri hii ni historia yetu. Chama cha mpira Arusha mjini tunatamani kila siku tuendeshe ligi ambayo haina malalamiko zidi ya mwenzie. Kwa sababu tunaamini kwamba viongozi wa chama wakienda tofauti, ama referees wakienda tofauti, ama vilabu vikenda tofauti, na maana ubora wa ligi unakosekana. Kwa hivyo basi huwa tunawekeza sana kwenye usimamizi. Tunawekeza kwenye usimamizi, lakini pia tunakutana na viongozi wa referees kwa ajili ya kuzungumza na kuona changamoto kila baada ya michezo kadhaa, kwamba je, changamoto hizi tunazipitia kwa pamoja na kuhakikisha tunaenda na ligi ambayo inakuwa ni bora. Kwa hiyo tunaamini sisi sio wa kwanza, toka tumeingia madarakani tunaendesha ligi bora ambazo hazina malalamiko yale makubwa sana. Huwezi kusema kwamba 100% utamaliza matatizo, lakini tuna imani kwamba matatizo ambayo yanajitokeza kwenye ligi ya wilaya misimu yote, basi ni yale matatizo ambayo kila mmoja anaweza kawa nayo kwa sababu ya ubinadamu wake. Kwa tunaamini hata sasa hivi tumewekeza, na ndio maana hata leo ufunguzi viongozi wa chama walikuwa uwanjani, lakini wakiwa wanatizama. Unajua, unapofuatilia, unapotoa majukumu, kamati ya ligi na kamati ya wilaya kwa ajili ya mashindano inapofanya majukumu yake, wewe kama kiongozi wa kamati tendaji wa chama cha mpira unafanya nini? Kwa ipo umeipa majukumu, lakini lazima uifuatilie, ujue je inatimiza kile ambacho umeipa. Kwa yani usipofuatilia obviously utapata malalamiko. Lakini sisi tunajitahidi, tunazungumza viongozi, tunakutana, tunazungumza kwamba jana ligi imeanza, ina mechi kadhaa, lakini tunapitia kwamba je tumepokea malalamiko ya aina gani. Kwa tunapozungumza kukaa mezani kwa pamoja, basi tunaamini tunaenda tunafanya ufanisi ambao ni bora na kuhakikisha ligi zetu zinaisha zikiwa bora, na ligi ya mwaka huu na itakuwa bora zaidi ya ligi nyingine yoyote, kwa sababu tumeintroduce vijana, na vijana wako chini ya shule. Na unaelewa shule yoyote ambayo inakuwepo inaitwa shule, huwa siku zote inatengeneza vijana kwa nidhamu. Neno langu kubwa ni kwa viongozi wa shule, sports academy zote katika jiji letu la Arusha. Hata kama ashiriki kwenye ligi, kwanza nimkaribishe viwanjani, aje aone wenzao, aone fursa ambao wenzake wameipata. Kwa anapokuja kuona kiwanjani fursa ya Sports Academy iliyopata nafasi ya kucheza ligi ya wilaya, tunaamini kwamba na yeye next time atashiriki. Kwa kwanza ni kuwaomba kuendelea kuwajengea vijana nidhamu, kuwajengea misingi ya football na kuwajengea uwezo ili wa mtu ashinde kulingana na uwezo wake. Kuondoa makandokando ya kutoka kwenye senior player kuwaletea, unakuwa ukuta mwalimu mwingine anafundisha senior player, anatoka na tabia za senior player analeta kwa vijana wa junior. Sasa ukiwaletea tabia za senior au vijana junior, ina maana inakuwa ni ngumu sana, lazima watakwenda tofauti. Kwa hiyo tunaamini kwamba viongozi wa shule za mipira zote ambazo zinashiriki ligi ya wilaya, tuendelee kuwa bora, tuendelee kushirikiana, tuendelee kuona pale ambapo tuna mapungufu, tunaambizana mapema ili tuweze kuyatatua. Tukiyatatua kwa pamoja, tunaamini ligi yetu na haya malengo ambayo tumejiwekea ya vijana wetu, basi anakwenda kufikia malengo yale ambayo tunatarajia kwenda kule ambako tunaandalia vijana wetu kwenye mpira wetu wa Arusha. Chama cha mpira Arusha mjini ADFA haijawahi kuachwa na mashabiki, kwa sababu wanaamini tunafanya kila ambacho tulikiomba kwa watu wetu wa mpira. Familia mpira inaelewa kwamba tunaposema karibu kwenye viwanja vya mpira, kwamba tunaposema palipo na utalii mpira lazima ucheze, basi huwa tunamaanisha. Chama cha mpira Arusha mjini tunatoa
mwaliko mzuri sana kwa mashabiki wote wa jiji la Arusha. Viwanjani kumenoga. Siku ya Jumamosi na tarehe 4 itaendelea ligi katika viwanja viwili tofauti. Kwa mechi itaanza saa 8 na mechi nyingine saa 10. Kwa viwanja viwili tofauti weekend kutakuwa na michezo minne. Kwa hiyo waje waone vijana wao wale, yani mtu yote scout tunawakaribisha. Waje vilabu vikubwa waje waone watoto wao, wamulike mapema, wajue kabisa kwamba ligi inaandaa watu wa aina gani. Kwa ukimulika kijana mapema viwanjani, basi naamini kwamba baada misimu miwili utafaidika naye. Tarehe 4 tutakuwa na uwanja wa Gymkhana na tutakuwa na uwanja wa Balaa. Gymkhana kutakuwa na michezo miwili saa 8 na saa 10, na Balaa kutakuwa na michezo miwili saa 8 na saa 10. Kwa group A itakuwa Gymkhana, itakuwa Balaa, group B itakuwa Gymkhana. Kwa watu waje viwanjani. Gymkhana sio mbali, ni katikati ya mji. Balaa tumetoa fursa kwa ukanda wote ule kule Moshono, watu wa Mko Mrefu, watu wa huku tunakuja mpaka Ngulelo wapi, waje viwanjani waone watoto wao wanafanya kazi gani. Waone mawazo ambayo tulikaa kamati ya utendaji ya chama cha mpira Arusha mjini na kutaka nini kitokee katika mkoa wetu wa Arusha. Tunaamini hiki tunachokifanya hapa wilaya Arusha mjini tutaambukiza wilaya zingine ili zione kwamba ni nini ambacho kinatakiwa. Unajua maono yakiwepo, tunaamini kwamba kila mmoja akiyachukua basi tutajenga kwa pamoja. Huu mpira hauwezi kujengwa kwa wilaya moja. Lazima wilaya zote zifanye kazi ili uweze kufikia malengo. Tunaweza tukapiga kelele hatuna timu ya ligi kuu, hatuna sijui timu ya nini, lakini je, shughuli za mpira katika wilaya zetu zinafanyika? Umeelewa? Leo hii unazungumza championship, tuna timu 2. Je, hizo timu ni za aina gani? Je, je viongozi wana nguvu gani kuzipeleka hizo timu? Je, viongozi wa mpira katika ngazi za wilaya hizo, je, nguvu yao ikoje? Shughuli za mpira wanafanya? Umeelewa? Lakini tukikaa wote mkoa wa Arusha tukafanya shughuli za mpira kwa pamoja, yani mpira wetu wa Arusha, hatutakuwa na malalamiko ya ligi kuu sijui nini, championship hatupandi, tuko hapo. Hapana, mpira unategemeana na kila mtu. Ukiona, ndo maana wanakuambia uwezi kujenga nyumba kwa fito moja tu, lazima uzikusanye tu. Yani ukitumia fito moja nyumba hiyo lazima haiwezi kusimama. Kwa ni lazima uziunganishe ili uweze kutengeneza mazingira chanya, ili malengo yale ambayo unakuwa yawaza yaweze kutimia. Kwa hiyo mkiungana kwa pamoja, mkatengeneza, mkaweka nguvu, yani hiki tunachokifanya Arusha mjini leo kikafanyika Longedo, kikafanyika Arumelo, kikafanyika Karatu, Monduli, na kuambia Arusha kutakuwa na mpira ambao utarudi wa historia.